na mipaka IEBC, Nairobi. Tukisalia kwenye hayo, macho yote yameelekezwa eneo la Nyanza ambapo uchaguzi mdogo wenye utata mkubwa wa eneo bunge la Kasipul umegeuka kuwa jaribio kubwa kwa chama cha ODM na vilevile jaribio ambalo baadhi ya wachambuzi wanasema linaweza kufichua wakati adimu na udhaifu wa chama hicho ambacho kwa muda mrefu kimeonekana kutawala eneo hilo. Bramwel Bwire na mengi zaidi. Kwa miongo kadhaa ODM imekuwa ikipokea uungwaji mkono usiohojiwa sana katika eneo hili la Nyanza. Lakini uchaguzi mdogo wa Kasipul wa mwezi huu unaendelea kufichua mvutano ambao wengi ndani ya chama hicho hawawezi tena kupuuza. Kuanzia kura za mchujo zenye vurugu hadi tuhuma ya wizi wa kura hadi kesi ya kisheria iliyowasilishwa na mgombea Newton Ogada. Mchakato huo umeonyesha mgawanyiko wa ndani uliojitokeza wazi. Na kwa chama hicho ambacho wengi hujivunia umoja, matukio hayo kwa maoni ya wengi yalikuwa fedheha kubwa, yakizua maswali kuhusu nguvu ya ODM hata katika ngome zake za jadi. Lakini licha ya misukosuko hiyo, ODM inasisitiza kuwa maslahi yaliyo hatarini ni makubwa kuliko kiti chenyewe cha Kasipul. Viongozi wa chama wanasema matokeo bora ya ODM yatakisaidia chama hicho kuunda upya ujumbe wake wa kitaifa, kasi yake ya kisiasa na mshikamano wake kadri Kenya inavyokaribia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ushindi mnono hapa Kasipul utakisaidia chama cha ODM kudhibitisha ubabe wake kwamba ni chama cha maendeleo, uwakilishi na utulivu wa kisiasa. Ushindi utakaopatikana chini ya shinikizo vilevile utaweza kukipa chama cha ODM taswira ya ustahimilivu na nidhamu. If you are a weak party, nobody will want to negotiate with you. Iwapo mgombea wa ODM wa Kasipul Boyd Were atapata ushindi wa kushawishi tu kama alivyopata kwenye kura za mchujo, hilo angalau linaweza kusaidia kuunganisha makundi hasimu. Lakini endapo madai ya kutotendewa haki yataendelea, wachambuzi wanatahadharisha kuwa migogoro hiyo inaweza kuacha makovu yatakayodumu zaidi baada ya uchaguzi mdogo. Na kwa ODM, kinyang'anyiro hiki si tu kuhusu kujaza nafasi iliyo wazi, ni kuhusu kulinda taswira yake ya kisiasa katika ukanda wa Nyanza, kuonyesha uwezo wake wa kujisimamia wakati wa migogoro na kuashiria nguvu yake kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Bramwel Bwire, KTN, Kisumu. Dakika 12 zimedondoka baada ya saa 1 majira ya jioni saa za Afrika ya Mashariki. Na tupa jicho madukani, takuwa narejea na mengi hivi punde, na kusihi usiende mbali. For the next 30 days, everyone in the